Msikilizaji, hii ni sehemu ya 17 ambayo ni sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi yetu inaitwa Ndizi kwa Mlenda iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 16, na kama utakuwa unakumbuka vizuri pale ambapo tulikuwa tumeshia, ilikuwa ni pale ambapo wakati huko Songea mambo yakizidi kuenda kombo kwa kina Kichenje ambao walikuwa wamezoea mteremko wa kupata maisha mazuri kutokea kwa mzee Kifaru. Huku Dar es Salaam tunaona kuna hali ya hatari ya Mona Lisa kutapeliwa pesa nyingi sana na Daniel Kabazu siku ya kesho, zikitokea huko Mbogoland kwa baba yake mzee Edison. Ni kitu gani ambacho kitaendelea hapa msikilizaji katika sehemu hii ya mwisho? Majina yangu naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mixi. Tunaimaliza simulizi yetu nzuri kabisa siku ya leo, sehemu hii ya 17. Ukweli Danieli aliendesha gari na huko njia nzima alikuwa na chachawa kwa kuona mwanzo wa utajiri na maisha mazuri, kwa sababu alikuwa analiona wazi kabisa kwamba jumba kubwa ambalo labda lilikuwa limepambwa na magari ya kifahari mbele yake. Danieli alivuta picha jinsi vile ambavyo atakuwa na kula raha na wanawake wazuri zaidi ya wale ambao walikuwa na njaa, ambao huwa nakisha nao usiku kucha kwenye mabaa kwa mtungo katika kitanda kimoja. Wakati huo Danieli alikuwa anapiga simu kwa mama yake mzazi Sabrina, ambaye hakuchelewa kabisa kupokea simu ya kijana wake. "Halo mama, otea mama." Alikuwa anazungumza pale Danieli kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba ilikuwa na kihoro. "Niote kitu gani tena Dani, mbona unanitisha?" Alikuwa anauliza pale swali mama Dani, yani Sabrina, kwa sauti ambayo ilikuwa na shauku. "Mama tayari ameshaingia kwenye mtego. Kesho mapema tu tunakwenda kupokea pesa shilingi milioni 200 ya airport." Alikuwa anazungumza pale Daniel kwa sauti ya chini kabisa. Ungesema kwamba mle kwenye gari kulikuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa anaogopa kwamba atasikia hicho ambacho alikuwa anazungumza. Hapo sasa Daniel akasikia sauti ya kushangilia kutokea huko upande wa pili kwa mama yake, sambamba na kigeregere ambacho kilikuwa kinaashiria shangwe. "Basi mwanangu, safari hii tumeula. Hakuna tena kufanya makosa kama tuliyofanya mwanzo. Sawa sawa?" Alikuwa anazungumza vile Sabrina kwa sauti ambayo ilikuwa na furaha kupita kiasi. Ungesema kwamba labda tayari walikuwa wameshazipata hizo pesa ambazo alikuwa anazungumzia. "Na nasema kabisa mama kwamba huyu mwanamke atajuta. Yaani siku zote ananifanya mimi kama bodyguard. Anataka kunitumia tu halafu kuolewa hataki." Alikuwa anazungumza pale Danieli, na mama yake huko upande wa pili wa simu akazungumza pia. "Na tena tukizipata hizo pesa tunagairi kabisa hata mpango wa kumchumbia, kwa sababu kile ambacho tulikuwa tunataka tayari tutakuwa tumeshakipata." Alikuwa anasisitiza vile mama Dani. "Sasa mama, wacha kwanza niwapige simu akina Jomo pamoja na Sudi, alafu niwapatie mpango mzima jinsi ambavyo utakuwa." Alikuwa anazungumza pale Danieli. "Na huu mpango umeupanga vipi sasa mwanangu? Hebu kwanza nieleze na mimi nipate kuusikia." Alikuwa anazungumza vile mama Mona akihitaji kujua mpango kazi ulikuwaje. "Mama, safari hii nataka wachukue mzigo mbele yangu kabisa. Sitaki wafanye makosa." Alikuwa anazungumza vile Danieli. "Alafu akishaondoka na usasa wataenda nao wapi? Na vipi wakitoroka na pesa moja kwa moja Danieli? Huoni kwamba inaweza kuwa hasara kubwa sana kwetu?" Alikuwa anauliza pale swali mama Dani, na hapo sasa ni kama vile Danieli alipata akili kidogo. "Basi nitawaambia kwamba waje nao nyumbani, ama unasemaje mama?" Alikuwa anazungumza pale Danieli, lakini mama Dani hakuonekana kabisa kuafiki mpango ule. "Sikiliza kwanza Dani, sawa? Inabidi mimi niwe karibu kabisa na eneo la tukio. Nitakuwa na vijana wale wawili. Tutatumia kipanya kwa ajili ya kuondoka na mzigo. Wakina Jomo wakishachukua mzigo wanaweka kwenye gari letu, na kisha wao wanaondoka zao, watatangulia Masaki. Mimi pamoja na wale vijana wawili tutakuja nyuma mpaka Masaki. Wewe ukishamaliza na kabisa na Mona Lisa utatukutia sisi Masaki." Alikuwa anazungumza vile mama Danieli, na Danieli akakubaliana kabisa na huo mpango.
Na aliposema kwamba watatumia kipanya, msikilizaji, alikuwa anamaanisha kwamba gari aina ya Toyota Hiace toleo la zamani ndilo ambalo alikuwa analiita kipanya. Na ni kweli kabisa msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Iwe siku ya pili ambayo ilikuwa ni Ijumaa mida ya saa 4 za asubuhi, Mona Lisa pamoja na Danieli tayari walikuwa njiani ndani ya Toyota Land Cruiser V8. Walikuwa wanatoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakiwa na sanduku kubwa ambalo lilikuwa na kufuri na lilikuwa katika buti la gari. Mafuta yakifika kwenye vituo vyetu vipya, basi tutaingiza pesa nyingi sana. Lakini pia hata mabasi ya kampuni yatakuwa yanapata mafuta kwenye vituo vyetu. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa ambaye alikuwa amekaa kwenye siti ya abiria ya mbele ya gari na alikuwa anaendesha Danieli. Walikuwa nakatiza Mbezi sasa wakitafuta kibamba. Itakuwa ni vizuri sana kuliko kununua mafuta kwa watu wengine. Faida itakuwa inakuja mara 2 kwenye kampuni yetu wenyewe. Alikuwa anazungumza pale tu Danieli ambaye katika moyo wake alikuwa anamtukana kabisa Mona Lisa matusi yote ya duniani na ahera pia. Malaya mkubwa kabisa wewe. Na nasema kabisa kwamba leo utajua ujui. Na nikipata hizi pesa ndio tutaona kama utaendelea kuwa na kiburi juu yangu mimi. Maana siku zote unaninyima tu kitumbua chako kama vile unakiripia kodi. Alikuwa anajisemea vile tu Danieli katika moyo wake kwa sauti ya hasira. Lakini pia uchaguzi ukipita salama, baraza la mawaziri likitangazwa, nitaongeza magari mengine. Hayo yatakuwa ya kampuni ya ununuzi wa nafaka kule Songea, Lindi pamoja na Mtwara pia. Na ikiwezekana tutoka tunanunua nafaka mpaka Msumbiji vile vile. Na soko kubwa litakuwa ni nchini Mbogolendi, kwa sababu kule kwa asilimia kubwa sana watu hawalimi. Kwa hivyo huwa wananunua tu mazao kutoka katika nchi mbalimbali. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa. Na safari itakuwa ni vizuri kabisa kama ukichukua magari ya kampuni ya Mitsubishi. Yanaitwa Fuso, ni mazuri sana. Alikuwa anazungumza pale Danieli ambaye mara baada ya kufika kibamba njia panda na kupinda kulia, akaanza kutazama kwenye side mirror kama vile kuna kitu ambacho alikuwa anatazama. Danieli alitazama kwa mara ya kwanza, akatazama kwa mara ya pili. Ni kama vile Mona Lisa alianza kuingiwa na wasiwasi sasa. Vipi Dani, kwani kuna mtu anatufuata ama? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, na huku alikuwa anageuka na kutazama nyuma ambapo aliliona gari aina ya Nissan Patrol ilikuwa linakuja. Ilikuwa nyuma ya pikipiki moja kubwa hivi ambayo ilikuwa imebeba watu wawili ambao walikuwa wamevalia kofia ngumu, na zote zilikuwa nyuma yao kwa umbali usiopungua mita kama 200 katika barabara ya vumbi. Hakuna mtu anayetufuata Mona. Nafikiri kwamba wapo tu kwenye mambo yao. Alikuwa anazungumza pale Danieli, na huku alikuwa anaendesha gari kwa mwendo wa kawaida kabisa mpaka walipofika mtaa wa kanisani na kukata kona kulia tena, wakiwa naifuata barabara nyembamba ambayo ilikuwa inaingia kwenye mtaa tulivu kabisa ambao walikuwa na watu wachache na nyumba chache kubwa za kifahari ambazo zilikuwa zimejengewa kwa uzio mkubwa. Huku pale kwenye kona Mona Lisa akaliona gari dogo Toyota Hiace model ya zamani. Lilikuwa limesimama mbele kabisa ambako ilikuwa inaelekea barabara kubwa ya vumbi, gari ambalo Mona Lisa alikuwa analifananisha na gari ambalo alisimuliwa mwanzo kwamba lilimteka mtoto wake Clara. Danieli anapunguza zaidi mwendo wa gari, ni kama vile unaweza kusema kwamba alikuwa ameshapata uhakika wa kufika nyumbani. Mona Lisa anatazama nyuma, analiona gari Nissan lilikuwa linapitiliza, na huku ile pikipiki kubwa ambayo walikuwa wamepanda watu wawili ilikuwa nakata kona kuja katika upande wao, na sasa ilikuwa umbali wa mita kama 50 hivi. Mona Lisa anatazama mbele ambapo kuna geti la nyumba yao, ni kama mita 50. Katika hali ya kawaida alikuwa anaona kabisa kwamba hawawezi kuwakuta na kuwafanya chochote. Lakini sasa kile ambacho kinamtisha Mona Lisa walikuwa ni mwendo mdogo wa gari lao na mwendo mkali wa pikipiki ambayo ilikuwa inawafuata kuja upande wao. Dani, ongeza mwendo basi, wanakuja kwetu. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa uoga kumwelekezea Danieli, lakini ndio kwanza Danieli alikuwa anaonekana kutokumwamini kabisa Mona Lisa. Nani anakuja bwana Mona Lisa wakati tumeshafika tayari nyumbani? Alikuwa anauliza pale swali Danieli, na huku alikuwa anageuka kutazama nyuma ambako anawaona wakina Jomo walikuwa nakuja kwa kasi na ile pikipiki yao. Danieli anatabasamu tu katika moyo wake.
Kazi nzuri sana vijana. Anazungumza pale tu Daniel katika moyo wake, na huku alikuwa anajifanya alikuwa anastuka. Mama yangu, mbona kama ni kweli wanakuja kwa spidi sana kwetu? Alikuwa anazungumza pale Daniel akionekana wazi kabisa kwamba alikuwa amejawa na uoga mkubwa sana, na huku alikuwa anakanyaga mafuta na kuongeza mwendo wa gari na kuliyumbisha gari, na kwa akili ya juu kabisa akaunyonga ufunguo wa kuwashia gari, akauleta sehemu ya kuzimia, kwa maana kwamba alikuwa anazima gari. Daniel, washa gari basi, hao watu wanakuja. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa. Daniel naye alikuwa anajaribu kuwasha gari, lakini gari haikuwa inawaka kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya gia ya kuendeshea. Na wakati huo tayari pikipiki ilikuwa imeshawafikia, na mmoja kati ya wale ambao walikuwa wamepanda pikipiki alishuka, aliwahi katika mlango wa dereva na kisha kufungua haraka. Pesa ziko wapi? Alikuwa anauliza pale swali mwanaume kwa sauti ya ukali, ambaye alikuwa ameshuka kwenye pikipiki, na huku alikuwa anachomwa kisu ambacho kilikuwa kimeng'aa kwa upya wake na makari yake pia. Kisu ambacho kilikuwa na urefu wa rula 2, kwa maana kwamba futi sawa na urefu wa sentimita 60, ambacho alikuwa amehifadhi kwenye koti lake. Mimi sina pesa zozote jamani, tafadhali sana kaka, naomba usiniue. Daniel alikuwa anapiga kelele vile. Wakati huo Mona Lisa alikuwa anatazama mbele, anamwona yule dereva wa pikipiki alikuwa anageuza pikipiki na kutazama kule ambako alikuwa ametoka. Anamtazama Daniel ambaye alikuwa anavutwa nje ya gari, na huko kijana mwingine alikuwa ameshikilia lile bisu refu. Mona Lisa anakumbuka kabisa ya kwamba wiki kadhaa zilizopita alimwona Daniel alikuwa pamoja na hawa vijana waliokuwa na pikipiki hii kubwa, vijana ambao mtoto wake Clara aliwatambua kwamba walikuwa ni majambazi waliojaribu kumteka, kama ambavyo Jackson Kifaru alivyowatambua kwamba ni vijana ambao walijaribu kumwibia pesa mama yake. Hapo sasa Mona Lisa anaona kwamba yalikuwa yametimia, kwamba kile ambacho alikuwa ameambiwa kilikuwa ni cha kweli kabisa. Jamani, msimuue basi, pesa zote zipo kwenye buti. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ya kukubali aishe. Ayafungwa buti haraka. Alikuwa anazungumza pale jamaa yule ambaye alikuwa ameshikilia bisu kubwa, na huku alikuwa anamsukumia Daniel kwenye gari. Daniel anachomwa fungo ya gari na kisha kuelekea nyuma ya gari chini ya ulinzi mkubwa, na kisha kweli kabisa wanatoa sanduku zito la bati kutokea kwenye buti la gari na wanalipakiza kwenye pikipiki, na kisha wale jamaa wanaondoka zao kwa spidi kubwa sana kurejea barabarani. Mona Lisa anaganda tu kama sanamu, na huku Daniel alikuwa anashika kichwa kwa mshtuko. Ningejua mapema kama wale watu walikuwa natufuatilia sisi, basi ningeongeza mwendo. Hata sio nitamwambia kitu kani baba. Wakati Daniel anazungumza hivyo, Mona Lisa naye alikuwa anazungumza vile kwa masikitiko makubwa. Samahani sana Mona Lisa. Na ni bora hata kweli kabisa tungewatumia polisi kufikisha mzigo nyumbani. Alikuwa anazungumza pale Daniel, na huku alikuwa anaingia kwenye gari na kuliwasha, na kisha alielekea nyumbani. Mona Lisa alikuwa ameganda tu muda wote kama zezeta. Daniel alikuwa anamtazama kwa macho ya wizi. Anasimama gari na watu wanashuka, na kisha Mona Lisa anamgeukia Daniel ambaye aliacha gari hapa nyumbani asubuhi, wakati ambapo alikuwa amekuja kwa ajili ya kumsindikiza Mona uwanja wa ndege kwa ajili ya kwenda kuchukua boksi la pesa shilingi milioni 200 za Kitanzania. Daniel, wewe nenda kwanza. Wacha mimi nilale kidogo kwa sababu nahisi kizunguzungu kikali sana. Nikiamka nitakupigia simu. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa imepoa, na bahati nzuri ni kwamba Daniel hakujiuliza hata mara mbili, akakubali kuondoka kwa sababu alikuwa anajua kabisa kwamba kile ambacho alikuwa amepanga kufanya kilikuwa kimefanikiwa kwa 100%. Basi sawa Mona. Nikiona kimya sana basi nitakupigia mimi mwenyewe. Alikuwa anazungumza pale Daniel, na huku alikuwa anakwenda kwenye gari yake haraka, akawasha na kisha kuondoka. Na ile Daniel anapotea tu hapa nyumbani, Mona Lisa akaachia kicheko kikubwa sana. Kusema kweli kabisa jamani, kuigiza ni kazi ngumu nyie. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na wakati ule mlango wa nyumba kubwa ulikuwa nafunguliwa. Clara alitoka, ambaye huyu alikuwa ameongozana na watu 4, yani mama yake mzazi Bibi Linda ambaye alikuwa ni bibi yake na Clara,
Mzee Edison ambaye ndiye baba yake na Clara, pamoja na askari wawili wa jeshi la polisi, mmoja akiwa na cheo cha inspector na mwingine alikuwa na cheo cha assistant inspector. Kati ya hao mama Mona ndio alikuwa anashangaa kupita kiasi. Yaani siwezi kabisa hata kuamini jamani. Sabrina alikuwa ananifanya mimi mjinga kwa muda mrefu kiasi kama hiki. Alikuwa anazungumza vile mama Mona kwa sauti ambayo ilikuwa ni sauti ya kujilaumu, na huku alikuwa anamtazama Mona Lisa ambaye sasa alikuwa anatoa simu yake na kisha kupiga simu. Tutatumia gari gani? Alikuwa anauliza vile swali huyu askari wa jeshi la polisi mwenye cheo cha assistant inspector. Kuna magari mawili yanakuja sasa hivi hapa. Ni magari kutoka ubalozi wa Mbogoland, lakini yana namba za kiraia. Alikuwa anajibu vile baba Mona, yani mzee Edison. Wakati huo wakamsikia Mona Lisa alikuwa anazungumza na simu, na huku wale askari wa jeshi la polisi walikuwa wanamtazama kwa macho ya mshangao, hasa kwa jinsi vile ambavyo muonekano wake ulivyokuwa. Na kwa hakika kabisa Mona Lisa alikuwa ni binti mzuri kama mke wa Felix Mwenda tu. Tayari ameshatoka vipi, umemwona? Alikuwa nasikika Mona Lisa alikuwa anauliza vile swali kwenye simu, ambaye alitulia kusikiliza upande wa pili kwa sekunde kadhaa. Wakati huo pia geti likafunguliwa na akaingia mlinzi. Bosi, tayari kuna magari mawili nje. Wanasema kwamba ni wageni wa hapa. Alikuwa anazungumza vile huyo mlinzi. Mona Lisa akaonyesha ishara ya dole gumba juu kwa maana kwamba poa. Basi sawa, na sisi ndio tunatoka hapa. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa akimaliza kuzungumza na simu. Wakati huo hata bila kuambiwa tayari wakina mzee Edison walikuwa wameshaanza kutembea kuelekea nje pamoja na Mona Lisa, huku leo mtoto Clara akiwa sambamba na babu yake mzee Edison. Jackson anasema kwamba wanaofuatilia wale majambazi wameweka lile sanduku kwenye gari ambalo lilikuwa limesimama pale barabarani, na sasa wameshika barabara ya kuelekea mjini. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anatoka nje ya geti na kukuta magari mawili Toyota V8 ambayo yalikuwa na rangi nyeusi. Haraka sana waliingia kwa kugawana, wakati polisi wawili walikuwa wanaingia kwenye gari la mbele na kuungana na vijana watatu waliovalia suruali nyeusi pamoja na mashati meusi kama miwani pamoja na viatu vyao ambavyo pia vilikuwa ni vyeusi, na huku akina Mona Lisa, mama yake, baba yake pamoja na mtoto Clara walikuwa wanaingia kwenye gari la nyuma ambako pia waliwakuta vijana wawili ambao walikuwa wamevalia kama wenzao. Mara moja pale safari ilianza, na huku askari wa jeshi la polisi walikuwa wanawasiliana na wenzao ambao ni wazi kabisa nao walikuwa wanawafuatilia wale majambazi kama ambavyo ilikuwa kwa Jackson. Huku njia nzima mama Mona alikuwa anaendelea kujilaumu kwa kuunga mkono ujinga wa mama Danieli kwa kutaka Danieli eti ampose mtoto wake Mona Lisa, na kumbe alikuwa ni jambazi mtupu. Mpango huu mama Mona aliufahamu muda mfupi uliopita. Ilikuwa ni baada ya baba Mona ambaye alikuwa ameingia leo mapema kabisa kutoka Mbogoland kuacha lile sanduku uwanja wa ndege makusudi kabisa, akikabidhi kwa wanausalama wa ubalozi wa Mbogoland hapa nchini Tanzania, akiwaeleza mpango wake na binti yake. Na kisha mzee Edison anampigia simu mama Mona na kumwambia ajiandae, anakwenda kumchukua ili kusudi wakamfanyia surprise Mona Lisa. Na mama Mona akaingia kwenye mtego kweli, na bila kupiga simu yoyote akaungana na bwana Edison kuelekea Kibamba jombani kwa Mona Lisa. Walipofika njia panda ya shule, waliwakuta askari wa jeshi la polisi wawili ambao waliingia kuja magari, na safari ilikuwa inazidi kuendelea. Njia nzima mama Mona alikuwa anajiuliza tu maswali kwamba ni kitu gani ambacho anakwenda kumshtukiza mtoto wao Mona Lisa. Akionekana wazi alikuwa na hamu kubwa sana ya kujua. Wala usiwe na haraka sana mama Mona. Si tunaenda huko basi utajua kila kitu. Alikuwa anajibu vile tu mzee Edison ambaye alifuata ushauri wa Mona Lisa kwamba wasimwambie mama yake, pengine anaweza kufanya kosa la kumweleza mama Danieli na mpango ukaharibika. Msafara wa magari mawili unaingia nyumbani kwa Mona Lisa. Wengine wanashuka na magari yanasogea mbele zaidi, yanakwenda kusimama kwenye sehemu ambayo huwezi kabisa kuyaona kwa urahisi, hasa mtu ambaye anaelekea nyumbani kwa Mona Lisa. Tumeshafika tayari baba Mona. Mbona sasa Mona Lisa mwenyewe anaonekana kwamba hayupo?
Alikuwa anauliza pale swali mama Mona mara baada kuwa na kwamba walikuwa napokelewa na Clara pamoja na dada wa kazi peke yake, Mona Lisa hakuwepo. Hii surprise ni ya kwako mama Mona, na sio surprise ya Mona. Alikuwa anazungumza pale mzee Edison na kumshangaza kidogo mama Mona. Ni kivipi sasa baba Mona, kuna kitu gani tena na ni surprise gani hii unakuja na askari wa jeshi la polisi? Alikuwa anauliza pale swali mama Mona. Leo tunataka kumkamata jambazi ambaye anawasumbua mara kwa mara. Alikuwa anazungumza pale mzee Edison, na hapo mama Mona alichukua simu yake haraka. Yes. Na tena mpaka mama yake inabidi ashuhudie. Alikuwa anazungumza pale mama Mona, na huko alikuwa anaanza kubofya simu yake kutafuta namba ya simu ya Sabrina. Haraka pale pale mzee Edison akaikwapua simu ya mama Mona ambaye alimtazama mume wake kwa macho ya ugomvi. Na ndio maana sikuwa nataka kabisa kukueleza mapema. Unajuaje kama atamwambia mtoto wake je ili kusudi ya kuepe mtego wetu? Alikuwa anazungumza pale mzee Edison, na hapo sasa mama Mona akashusha hasira zake. Wakati huo akina mama Mona wakiwa nyumbani kwa Mona Lisa. Mona Lisa ndio alikuwa njiani pamoja na Daniel, walikuwa naelekea nyumbani bila kujua kwamba kuna gari aina ya Nissan Patrol lilikuwa linawafuata kutoka mjini, na ndani kulikuwa na askari wa jeshi la polisi 4, dereva kutoka ubalozi wa Mbogland pamoja na kijana Jackson Dennis Kifaru. Jackson ambaye alikuwa amekaa kwenye Nissan Patrol pamoja na wale askari wa jeshi la polisi wengine ndio alikuwa ni mwelekezaji tu wa njia, kwa sababu wale polisi 4 pamoja na dereva kutoka ubalozi wa Mbogland hawakuwa wanawajua kabisa wale majambazi, wala hawakuwa wanajua kabisa ni wapi nyumbani kwa Mona Lisa. Hata walipofika njia panda ya shule Kibamba, wakaiona pikipiki ilikuwa inachomoka na watu wawili waliovalia kofia ngumu. Jackson akawaeleza polisi kwamba jamaa wenyewe ndio hao na hiyo pikipiki ilikuwa ni yao. Alikuwa anazungumza pale Jackson, na askari wa jeshi la polisi walipunguza mwendo ili kusudi wasistukiwe, maana kule ambako alikuwa anaelekea kulikuwa na msongamano mdogo wa magari. Waliwafuata tu mpaka walipofika mtaa wa kanisani ambako gari la kina Mona Lisa lilishabuka barabara na kuelekea upande wa nyumbani kwa Mona Lisa, na huku ile pikipiki ilikuwa inaendelea kuwafuata nyuma, na wao wakanyosha. Na ndio wakati ambao Jackson akaliona lile gari aina ya Toyota Ice ambalo alishawahi kuliona siku ile lilipombeba mtoto Clara. Msisimame hapa, wenzao ni wale pale, nimelikumbuka lile gari. Alikuwa anazungumza pale Jackson, na dereva naye ni kweli kabisa alikanyaga mafuta kusonga mbele. Hata wakati wanalipita lile gari lililokuwa limesimama pembeni ya barabara, waliweza kuwaona wale watu watatu ambao walikuwa ndani ya gari. Yaani kulikuwa na wanaume wawili vijana pamoja na mwanamke mmoja mtu mzima ambaye huyu alikuwa amekaa kwenye siti za mbele. Macho ya wale watu wote alikuwa naelekea upande ambako gari la kina Mona Lisa pamoja na ile pikipiki ya watu wawili vilikuwa vinaelekea. Wao walielekea mbele kidogo na kuingia upande wa kushoto ambako huku hawakwenda mbali sana. Ile walipohakikisha watu wa kwenye gari hawawezi kabisa kuwaona, wakasimamisha gari. Jackson akashuka na kwenda kuangalia kile ambacho kilikuwa kinaendelea pale barabarani, ambako aliona ile pikipiki ilikuwa natoka kule ambako alikuwa ameelekea, na huku abiria wa nyuma alikuwa anakumbatia sanduku la chuma kama sio bati. Wanakwenda moja kwa moja kwenye gari na kuwapatia lile sanduku, na kisha wao wanaondoka zao, na ile gari linaanza kuondoka kwa mwendo wa taratibu na kuelekea upande wa mjini kama vile hawakuwa na wasiwasi wote ule. Jackson akatoa ishara kwa wenzake ambao wanasogeza gari, na kisha Jackson anaingia nao wanaanza kuwafuatilia, na kusimia Jackson ilikuwa inaanza kuita, na hapo mpigaji alikuwa ni Mona Lisa ambaye alipokea mara moja na kisha kumweleza hadi halisi na uelekeo ule ambao walikuwa nakwenda. Wakiwa na uhakika na kile ambacho walikuwa wamefanya, mama Danieli akiwa pamoja na wale vijana wake wawili waliingia nyumbani kwao huko Masaki mida ya saa 7 za mchana, ambapo walisimamisha gari mbele ya jengo la ghorofa ambalo walikuwa naishi na wenza wao, na kulitoa lile sanduku kama vile walikuwa wametoka nalo sokoni ama hata dukani. Bebeni vizuri nye vijana, msije mkanivunjia, mwenzenu nimenunua kwa gharama sana hilo. Alikuwa anazungumza vile mama Dani akiagiza kwamba wale vijana amewakodi kumbebea wale mzigo ambao walikuwa wametoka kununua dukani, wakati ambao walikuwa naingiza ndani ya nyumba yake.
Ni kweli kabisa hata watu ambao walikuwepo katika eneo hilo hawakuweza kabisa kutia mashaka mpaka sanduku lilipoingizwa ndani. Dakika chache baadaye wakaingia wale vijana waliokuwa na pikipiki na wakasimamisha pikipiki yao na kupanda ghorofa ya pili ambako mama Danieli alikuwa naishi. Na mtu wa mwisho kabisa kufika pale, ambaye alifika mara baada ya dakika 5, alikuwa ni Danieli Kabazi mwenyewe, ambaye alishuka kwenye gari na kuelekea mara moja mpaka ndani. Huko ndani Danieli anakuta shangwe kubwa sana, japo walikuwa hawajapishana kwa muda mrefu, lakini tayari alikuta chupa za pombe zilikuwa zimeshafunguliwa na vijana pamoja na mama yake mzazi Sabrina walikuwa na kunywa tu pombe kama vile hawana akili nzuri. Wakati huo sanduku lilikuwa juu ya meza. Sasa tumeshakuwa matajiri, hakuna kumnyenyekea mtu kuanzia leo, alikuwa anazungumza vile mama Danieli kwa sauti ya kusherekea. Washenzi kabisa hawa, yaani kila siku anatufanya sisi wajinga tu. Sasa ndio watajua wajui. Alikuwa anaongeza kuzungumza vile Danieli ambaye alitazama lile sanduku ambalo bado halikuwa limefunguliwa. Na vipi, mbona mjalifungua bado? Alikuwa anauliza vile swali Danieli, na huko naye alikuwa anachukua chupa moja ya pombe na kuanza kunywa. Watu walikuwa tunasubiri afungue Dani. Alikuwa anazungumza vile mama Dani, na huko alikuwa anashikilia kufuli na kumwonyesha Danieli. Lakini mama, unafikiria kwamba funguo sisi tutaitoa wapi jamani? Hili kufuli ni la kuvunjwa tu basi, hakuna kingine. Alikuwa anazungumza vile Danieli. Hapo sasa kijana Jomu hakusubiri hata kuambiwa mara mbili. Akachukua kichuma fulani mfano wa nondo ambacho mama Dani huwa anatumia kupasulia nazi, akakitumia kuvunja lile kufuli na kufunua lile sanduku, huku wote walikuwa wanatazama kwa uchu pamoja na shauku ya kuona mzigo uliopo ndani. Kusema ukweli kabisa, msikilizaji, hakuna hata mmoja kati yao ambaye aliamini macho yake mara baada kuona kilichopo ndani ya sanduku, kiasi cha kujikuta wote walikuwa wanatazama na kwa mshangao na viulizo vikubwa. Ni ujinga gani sasa huu Danieli? Ina maana kwamba umeamua mpo chini ya ulinzi nyote hapo kwa kosa la kushiriki ujambazi na utekaji wa mtoto Krala. Kabla hata mama Dani hajamaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze, ghafla pale kwa nguvu sana mlango ulisukumwa, na ile wanatazama ni nani ambaye alikuwa amesukuma mlango. Wote waliweza kuona askari wa jeshi la polisi wawili walikuwa wanatangulia na bunduki zao, na huku walikuwa wanafuatiwa polisi wengine wawili na walikuwa na bunduki pia. Mmoja kati ya wale askari wa jeshi la polisi alikuwa amezungumza vile, ambaye huyo cheo chake kilikuwa ni kopro. Hapo ndipo sasa mama Dani alipojua kwamba kumbe ule ulikuwa ni mtego na tayari walikuwa wameshanasa kama panya. Samani sana jamani, mimi siwezi kabisa kufanya kama hivyo. Huyo mtoto ambaye mnamzungumzia mimi ni mjukuu wangu kabisa. Muulizeni hata mama Mona, analijua hilo. Mama Dani alikuwa anazungumza vile kujitetea wakati anafungwa pingu katika mikono yake. Utakwenda kujieleza mbele ya safari, alikuwa anazungumza vile huyu kopro. Wakati huo Danieli Kabazu alishachekesha na kuona kwamba sasa anakwenda kumbuka vibaya mno. Cha msingi ilikuwa ni kukimbia na kutorokea nje, akikumbuka njia ya dirishani ambayo aliwahi kuitumia enzi za utoto wake. Kwa sasa alikuwa anahesabu kimoyomoyo kuanzia 1 mpaka 3, lakini sasa hakuweza kabisa kumaliza kuhesabu vizuri. Akakumbana na polisi ambaye alikuwa jirani yake, akimaliza kuwafunga pingu Jomo pamoja na Alfonsi. Yule askari wa jeshi la polisi akayumbia pembeni, huko Danieli alikuwa anatoka mbio kuelekea chumbani kwake, lakini hakuwahi kabisa hata kufika mlangoni, kwa sababu tayari polisi mwingine alishapiga hatua 3 za haraka na kwa kutumia bunduki yake upande wa kitako akamwelekezea Danieli kwa kumpiga nacho usoni. Akiwa amekosa namna ya kukwepa kitako cha bunduki, Danieli anakubali kipigo kizito cha kitako cha bunduki ambacho kinatua usoni na kumtupa chini kabisa, na huko alikuwa na njia yowe kubwa sana la maumivu, na alikuwa anafuatiwa na teke la mbavu pale chini. Jamani, sasa mtamuua mwanangu, alikuwa anapiga kelele vile mama Dani, lakini haikusaidia kitu. Hata mara baada ya kipigo cha dakika nzima, Danieli Kabazu alikuwa ameshavimba uso wake vibaya mno, naye akafungwa pingu mikononi kwa kuunganishwa na wenzie.
na kisha alishuka ngazi na kuelekea chini, ambako mama Dani pamoja na Dani mwenyewe hawakuamini kabisa walipowaona wakina Mona Lisa na mama yake, na huku wale vijana wengine wakiwatambua Jackson kwamba ndiye aliyewahi kuwaharibia mipango yao mbalimbali. Baba, majambazi walioniiba siku ile ni wale pale. Alikuwa anazungumza vile mtoto Clara akimwelezea Jackson, kitendo ambacho kilimshtua sana Danieli. Baba, kivipi tena? Alikuwa anauliza vile swali Danieli kwa sauti ambayo ilikuwa na mshtuko, ambaye mpaka sasa alikuwa anajua na kwamba alikuwa ni mjinga sana, kwa sababu licha ya kufanya maigizo yote miaka yote, na kumbe Mona Lisa alikuwa anamuingiza katika mtego. Danieli, unashangaa ni kwa nini mtoto anamuita huyu baba? Alikuwa anazungumza vile mama Mona kwa sauti ambayo ilikuwa na nyodo na chuki ya wazi kabisa. Huyu ndiye babake mzazi na Clara, anaitwa Jackson Kifaru, na ndiye alionisaidia mimi siku ile ulipowatuma vijana wako kuja kuniibia shilingi milioni 40. Alikuwa anazungumza vile mama Mona. Hapo sasa Danieli Kabazu pamoja na mama yake walitoa macho kwa mshangao. Lakini sasa dada, ni kwa nini siku zote huku unaniambia ukweli? Ukapoteza tu muda wa kijana wangu kumsubiria binti yako. Alikuwa anauliza vile swali mama Dani, ungesema kwamba alikuwa na haki ya kuongelea swala hilo. Tatizo mama Dani, hukujua kabisa na kitu gani ambacho anahitaji. Kama ni watoto waoane ama unataka mali za Mona Lisa, hukujua kabisa na kitu gani ambacho anahitaji. Alikuwa anazungumza vile mama Mona kabla hajadai funguo za gari ambalo alishawahi kumpatia Danieli kwa ajili ya kutembelea, na kisha akina Danieli walipelekwa katika kituo cha polisi cha Oyster Bay. Siku ile ya Ijumaa ilikuwa ni siku ambayo Jackson Kifaru alihamia rasmi kabisa nyumbani kwa Mona Lisa Kibamba shule, ambako palifanyika sherehe ndogo ya kuvisha na pete ambayo ilihudhuriwa na mama yake Mona Lisa, baba yake Mona Lisa, pamoja na marafiki na baadhi ya majirani wachache, na huku idadi kubwa ya watu wakiwa na wafanyakazi wa kule sherehe mpya. Kusema kweli kabisa, jambo hilo liliwashangaza sana watu ambao walibahatika kumuona na kumkumbuka vizuri kabisa Jackson Kifaru, ambaye walimuona siku ile ya kwanza kabisa ya usaili wa wafanyakazi. Licha ya Mona Lisa kueleza kwa ufupi historia yao, lakini pia mama Mona alijitokeza mbele ya watu na kuzungumza jambo kwa Jackson. Mwanangu, kusema kweli kabisa wewe ni wa kipekee sana. Sidhani kabisa kama kuna siku utageuka kuwa mwiba kwetu. Naomba sana unisamehe pote ambapo nimekukosea, na nakuomba uyasahau kabisa maneno yangu mabaya niliyowahi kuzungumza juu yako wakati ambapo tulikuwa pale hospitalini. Kikubwa naomba muende haraka sana Songea mkawatembelee wazazi na kupata ruhusa ya kufunga ndoa. Alikuwa anazungumza vile mama Mona na kila mtu alishangilia. Siku chache baadaye, kesi ya ujambazi na utekaji ambayo ilikuwa na wahusu akina mama Dani na washirika wao wote ilianza kusikilizwa mara moja mahakamani, na huku mzee Edison alikuwa anafanya kila kitu ambacho alikuwa anaweza ili kusudi kesi iende haraka na watu wafungwe gerezani. Ni mwezi mmoja na wiki mbili sasa umepita toka tukio la mzee Kifaru la kukataa kikao nyumbani kwake lipite, na huku yalikuwa anazungumziwa maneno mengi sana kuhusu yeye, kwamba kwa sasa alikuwa anajidai, kwa sasa amekuwa ni mchoyo, pamoja na maneno mengine mengi tu ambayo yalikuwa natoka kwa ukoo wake na Kichenje, huku maneno pamoja na lawama nyingine walisaidiwa kujibu na watu wengine. Wacheni wale raha tu jamani. Mbona katika shida ambazo walikuwa napitia mliwaacha wenyewe? Yalikuwa ni majibu ambayo hawajawahi kabisa kukubaliana nayo. Wapo ambao walikuwa naomba namba ya Jackson kwa madai ya kwamba walikuwa wanahitaji kumsalimia, lakini mzee Kifaru alikuwa na wakatalia kabisa, kwa sababu alikuwa anajua vizuri kwamba alikuwa anakaribisha mzigo na shida kwa kijana wake. Na huu sasa ulikuwa ni mwezi wa 6, msikilizaji. Siku ilikuwa ni Jumanne na majira ilikuwa ni saa 12 za jioni, mida ambayo kiupepo cha baridi huwa kinapuliza kweli kweli. Mtaa wa Mfaranyaki ulikuwa umechangamka mno. Watu walikuwa wamekaa kwenye vibaraza vya mbele wakiendelea tu na mapishi. Wakati mwingine walikuwa narushiana maneno kutoka upande mmoja wa barabara kwenda katika upande mwingine wa barabara.
Mida hii ndio mzee Kifaru pamoja na watoto wake wawili Timothy pamoja na Simoni walikuwa mbele ya nyumba yao wamekaa tu kibarazani wanazungumza hili na lile. Walikuwa nakumbushana tu siku ambazo walikuwa napitia maisha magumu kule kijijini Mwenge Mshindo. Walikuwa nacheka tu kwa kuona kwamba vipindi ambavyo walikuwa napitia maisha magumu vilikuwa ni vipindi ambavyo wanaweza kusema kwamba walikuwa najifunza katika maisha yao. Wakiwa pale nje, watu wengi walikuwa napita wakitoka kwenye mihangaiko yao. Walikuwa nasalimiana nao tu na kisha wanaenda zao. Huko ndani mama Jackie alikuwa bize tu pamoja na dada wa kazi. Walikuwa wanaandaa vyakula kwa ajili ya wageni ambao walikuwa natarajiwa kuingia leo kutokea huko Dar es Salaam. Jamani, mbona mpaka sasa hivi Jackie hajanipigia? Alikuwa anauliza pale swali mzee Kifaru, na huko alikuwa anatanza saa yake ya mkononi. Si umpigie wewe, si mbaba au? Mtoto Jackson alikuwa anazungumza vile. Lakini sasa nimejaribu sana kumpigia mara kwa mara, simu yake haipatikani. Pengine watakuwa sehemu ambayo haina kabisa mtandao. Alikuwa anazungumza pale mzee Kifaru ambaye alikuwa anaonyesha hamu ya kumwona kijana wake ambaye aliachana naye miaka 2 iliyopita, na toka hapo alikuwa hawajaonana mpaka sasa. Lakini baba, muda wa mabasi ya Dar es Salaam kuingia si bado? Alikuwa anazungumza pale Timothy. Hapo sasa mzee Kifaru anashika kidogo. Kwa sasa unataka kusema kwamba gari dogo linakwenda sawa na basi? Alikuwa anauliza pale swali mzee Kifaru kwa kuona kijana wake Timothy hakuwa anajua kutofautisha. Ukiachana na nyumbani kwa mzee Kifaru, lakini pia nyumba za jirani ambapo hakuwa anajua lolote kuhusu ujio wa Jackson siku ya leo, wao walikuwa naendelea tu na shughuli zao za majumbani ambazo kwa mtaa huu kwa asilimia kubwa zilikuwa zinafanyika kwenye vibaraza vya mbele. Mara wakaliona gari zuri Land Rover Discovery ambalo lilikuwa linaingia na kusimama mbele ya nyumba ya mzee Kifaru. Mwanzo hawakulitilia sana manani, kwa sababu sasa kwa mzee Kifaru magari mengi yalikuwa nakuja na kuondoka. Kwa sasa haikuwa ni ajabu kabisa kuliona gari likija na kusimama mbele ya nyumba yake. Mara mtaa ukastuliwa na kelele za shangwe kutokea kwa Timothy pamoja na Simoni, zikifuatiwa na vigelegele vya mama Jackie, yani mke wa bwana Kifaru, na kuwafanya sasa watu wote watazame kule nyumbani kwa mzee Kifaru. Moja kati ya watu waliobahatika kutazama kule alikuwa ni dada Teddy, ama tunaweza kumuita Teresia, ambaye nyumba yao ilikuwa ni nyumba ya 3 kutokea pale kwa mzee Kifaru, ambaye sasa aliweza kuona watu watatu walikuwa nashuka kutokea kwenye gari, yani baba, mama pamoja na mtoto mdogo wa kike. Japo watatu hao walikuwa wamevalia kawaida, lakini nguo zao zilikuwa ni nzuri za kupendeza ambazo zilikuwa zimewakaa vizuri kabisa katika miili yao. Huku Jackson alikuwa anaonekana kung'aa na kupendeza zaidi. Sio yule Jackson wa kipindi kile cha shule, yule ambaye alikuwa amefuba katikati na kuonekana kama mtoto wa mtaani. Teddy ama Teresia alikuwa na shuhudia wake na mama Kifaru walikuwa wanapokea wageni kwa kukubatiana, na huku walikuwa na furaha ya hali ya juu kabisa. Jamani, inamaanisha kwamba kweli kabisa yule ndio mwanamke wa Jackson au? Alikuwa anauliza pale swali mama mmoja ambaye huyu alikuwa pamoja na Teresia. Lakini mimi namjua vizuri kabisa yule mwanamke, anaitwa Mona Lisa. Tulisoma naye kule katika shule ya sekondari na Mtumbo. Alikuwa anajibu vile Teddy ambaye hakuwa anaamini kabisa kile ambacho alikuwa nakiona. Ni mzuri sana jamani. Jackson atakuwa ametumia dawa gani kumpata yule mwanamke? Alikuwa anazungumza vile mwanamke mwingine akionyesha wazi kabisa kwamba alikuwa amestaajabishwa. Sasa na yule mtoto atakuwa ni mtoto wa nani? Alikuwa anauliza pale swali mama mwingine, lakini hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa na jibu la kumpatia mwenzie. Zaidi ni kwamba kila mtu alikuwa anatamani kujua yule mtoto alikuwa ni mtoto wa nani, ama Jackson alikuwa amemchukua mwanamke ambaye tayari alikuwa na mtoto. Teresia ama Teddy alikuwa hajawahi kabisa kutongozwa na Jackson, wala hajawahi kabisa kuwa na mapenzi na Jackson, wala kwa bahati mbaya. Lakini huwezi kabisa kuyabeba maumivu ambayo Teddy alikuwa anayapata muda huu. Ungesema kwamba alikuwa na ahadi fulani na Jackson. Pengine rafiki yake Teddy ambaye alikuwa naye kule Sido siku ile Teresia anamongelesha vibaya Jackson, alikuwa anahisi maumivu ambayo Teddy alikuwa anapitia kwa kujitakia mwenyewe. Na ukichukulia mbali wale wa maridadi wote walikuwa wameshatoweka,
na hiyo ilikuwa ni mara baada ya kuzalishwa na kutelekezwa na mwanaume ambaye alikuwa anajivunia naye. Marafiki wa Jackson wa utotoni walisogea na kumsalimia kijana wetu, na huku alikuwa anawatambulisha kwa mchumba wake Mona Lisa pamoja na mtoto wao Krala, japo hakuwapatia ufafanuzi alikuwa amepatikana lini na ilikuwa ni kivipi pia. Siku ile, msikilizaji, tunaweza kusema kwamba ilikuwa ni siku ya furaha kubwa sana kwa hii familia, kwa sababu walizungumza na kufurahi kwa pamoja mpaka majira ya saa 5 za usiku, ambapo sasa kila mtu aliingia chumbani kwake na kwenda kulala, na huko siku ya pili wakiamkia mazungumzo yaliyokuwa na furaha kabla hawajaingia kwenye Toyota Hiace na kwenda kijijini Lumesha kutazama maendeleo ya ujenzi wa gara ambalo sasa lilikuwa linakaribia kukamilika. Na hapo sasa walikata shauri ya kuanza kununua mazao ambayo angeanza kuhifadhiwa kwenye gara la kukodi mpaka litakapokamilika gara la kwao. Kule kijijini Lumesha, marafiki wa zamani wa Jackson walijikusanya wengi sana, ambao hawakumtenda vibaya wakati ambapo alikuwa na shida, japo hawakuwa na uwezo wa kumpatia maisha ambayo alikuwa nayo mwanzo, lakini walikuwa naye bega kwa bega kumpatia moyo. Upande wa ukoo wa Bwana Kishenje sasa nao pia walimiminika kuja kumsalimia Jackson kifaru, na huku wengi walikuwa naomba namba ya simu ya Jackson, japo hawakuwa na uwezo wa kuwa hata na hizo simu. "Nitakuja kesho basi Jackie kukusalimia huko mjini." Baadhi ya ndugu kutoka ukoo wa Kishenje walikuwa nazungumza vile. Lakini jamani, sidhani kabisa kama atakuwa na muda wa kukaa chini, kwa sababu ana mizunguko mingi sana. Alikuwa anazungumza vile mzee kifaru, ambaye baadaye akamweleza Jackson kwamba asikubali kualika mtu yoyote wale pale nyumbani, kwa sababu itawaletea shida pamoja na usumbufu mkubwa. Taarifa ya ujio wa Jackson kifaru, mke wake pamoja na watoto wake ilimfikia pia Christina pamoja na mume wake Bwana Salum Kishenje, ambapo kila mtu alikuwa anamwogopa Jackson kutokana na matendo ambayo waliwatenda wakati ule ambao wakina Jackson pamoja na wadogo zake wawili walikuwa wanahitaji hifadhi. Lakini sasa hiyo ilikuwa ni tofauti kabisa kwa Doris kifaru, ambaye mchana usiku ile yeye pamoja na mumewe walishapewa muda wa kufungasha kila ambacho kilikuwa ni cha kwao waondoke kabisa pale nyumbani, kwa sababu walikuwa wameshalimbikiza deni la kodi la miezi 5. Doris akafisha mshipa wa aibu na kujibeba mzima mzima mpaka nyumbani kwa kakake mzee kifaru, ambako alifika majira ya saa 1 za jioni, ambapo alikaribishwa vizuri kabisa ndani. "Kaka, kusema kweli kabisa mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuomba msamaha kwa yote tuliyokufanyia wewe pamoja na watoto wako kipindi kile." Alikuwa anazungumza pale Doris kifaru mbele ya watoto wa kakake mzee Dennis kifaru. "Lakini Doris, mimi sikuwahi kabisa kuweka kinyongo katika moyo wangu juu ya ndugu yangu yote ule. Sio wewe wala hata dadako Christina. Kwa wala hupaswi kabisa kuhangaika kuniomba msamaha, kwa sababu nyinyi siku zote mtabaki kwa ndugu zangu tu." Alikuwa anazungumza pale mzee kifaru, na hapo sasa moyo wa Doris ukachanua kwa furaha, lakini kakake mzee kifaru hakuwa amemaliza kuzungumza. "Lakini sasa Doris, msije mkaanza kutegemea kwamba mimi nitawafanyia kitu chochote kile tena kama ambavyo nilikuwa nawafanyia mwanzo. Sasa hivi kila mtu aishi maisha yake vile ambavyo anaweza." Alikuwa anazungumza pale mzee kifaru, na kauli hiyo ilimshtua sana Doris, ambaye anamtazama kakake kwa macho ya mshangao. "Nikiumwa basi karibu sana uje kunitazama, na ukiumwa pia nitakuja kwa ajili ya kukutazama. Lakini usitegemee kabisa kwamba nitatoa tena hata shilingi yangu kukufungulia duka ama hata kukulipia kodi ya nyumba. Hilo siwezi kabisa kulifanya." Alikuwa anazidi kuzungumza vile mzee kifaru, na ilikuwa ni mbele kabisa ya Mona Lisa. "Lakini sasa kaka, unajua kabisa kwamba mimi ni mdogo wako, na najua kweli kabisa kwamba nilifanya makosa. Unadhani kwamba usiponisamehe wewe, ambaye sasa hivi tunakuchukulia kama baba mara baada ya kupoteza wazazi wetu wote wawili, ni nani sasa ataweza kunisaidia? Nakuomba sana unisaidie kaka, japo kodi ya nyumba tu." Alikuwa anazungumza pale Doris kwa sauti ambayo ilikuwa inaanza kuambatana na kilio. "Doris, unajua kabisa kwamba nilikufungulia duka ambalo lilisababisha nipoteze nyumba yangu,
na wewe ukawanyima kabisa watoto wangu nafasi ya kulala katika nyumba ambayo mimi ndio nilikuwa nalipa kodi. Na tena sasa hivi unakuja kwangu kwa msamaha wa uongo ili kusudi nimwage tena pesa kwa watu ambao hamna kabisa utu. Hilo haliwezekani. Alikuwa anazungumza vile mzee Kifaru ambaye kipindi kigumu ambacho alikuwa amepitia ilikuwa naonyesha wazi kabisa kwamba kilikuwa kimemfundisha mambo mengi. Doris anamgeukia wifi yake mama Jake. Wifi, basi nakuomba uzungumze na kaka nisamee. Wenzenu tunateseka sana kusema ukweli kabisa wifi. Alikuwa anazungumza vile Doris, lakini ndio kwanza kabisa mama Jake alikuwa anatazama pembeni kama vile hakutaka kujihusisha na jambo la kifamilia. Mona Lisa yeye alikuwa anatazama kama jambo la kushangaza sana, na huku uso wake ulikuwa unaonyesha kujawa na huruma. Sawa kaka. Basi naomba mturuhusu tu kaka hata kwenye nyumba ya kule kijijini. Alikuwa anazungumza vile Doris kwa sauti ya kutia huruma. Hapo sasa mzee Kifaru akashtuka kidogo. Hivi Doris, huoni hata aibu kuzungumza kama hivyo? Unaweza vipi kuitaja ile nyumba ya kijijini wakati nyinyi mlishinikiza iuzwe na pesa zenu zote si mlipata nyinyi na mimi kunigawia shilingi 20,000 tu? Alikuwa anauliza vile swali mzee Kifaru kwa sauti ya kumshangaa mdogo wake Doris. Lakini dada Tina ndio aliniponza mimi kaka. Alikuja pamoja na mume wake Kichenje, wakazungumza na sisi ili kusudi tuiuze ile nyumba. Alikuwa anazungumza vile Doris na sasa alikuwa anaangua kilio kama mtoto mdogo kiasi cha kumfanya kulala naye aanze kulia kwa mshtuko. Mona Lisa anainuka na kisha kuelekea na mtoto nje ambako anakutana na majirani wengi ambao walikuwa nasikiliza kile ambacho kilikuwa kinaendelea ndani. Mona Lisa, mambo? Anasalimiwa vile Mona Lisa kwa sauti ya kike, kitu ambacho kusema ukweli kabisa kilimshangaza kidogo, kwa sababu alikuwa anajiuliza tu maswali kwamba ni nani ambaye alikuwa anamjua huku. Lakini sasa alipomtazama mtu ambaye alikuwa anamsalimia, akajikuta alikuwa anamkumbuka. Oh, Teddy, safi tu bwana, za masiku. Alikuwa anaitikia vile Mona Lisa, na huku alikuwa anamtazama Teddy ambaye kusema ukweli kabisa hata wakati wanasoma walikuwa hawajawahi kabisa kuwa na ukaribu. Na kumbe na wewe pia wana mtoto Mona Lisa? Alikuwa anauliza vile swali Teddy ambaye pia alikuwa amebeba mtoto wa kiume. Mwenzangu, si unajua tena ushamba. Yaani ile tu kumaliza shule si nikaenda kukaa na Jackson kule kijijini Lomesha, na ile naenda Dar es Salaam ndio wanashtuka kwamba kumbe nimebeba ujauzito. Kwa hivyo sikuwa na namna, ilibidi niendelee kusoma tu na huku na lea. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na huku alikuwa anacheka. Lakini huko ndani ya nyumba mazungumzo yalikuwa yanaendelea, na sasa shangazi alikuwa naomba huruma ya kila mtu pale sebleni. Jackson, shangazi, naomba basi unisamehe jamani. Mimi ni mdogo wa damu kabisa wa baba yenu, sina popote pa kwenda zaidi ya hapa tu. Alikuwa anazidi kuzungumza vile Doris kwa sauti ambayo ilikuwa imeambatana na kilio. Lakini shangazi, mumeo si yupo. Ina maana kwamba ni kweli kabisa hawezi kufanya chochote shangazi ili kusudi kuweka mambo sawa? Nyinyi mtaendelea kulipiwa kodi tu na baba mpaka lini na huo umri? Alikuwa anauliza vile swali Jackson. Anauza genge huko sokoni Jackson, bado mtaji wake ni mdogo. Alikuwa anazungumza vile Doris ambaye ilisha kwamba alikuwa ni mama mtu mzima wa miaka 37, lakini bado alikuwa analia tu kama mtoto. Jackson anamtazama babake. Baba, nakushauri msamehe tu shangazi. Muongeze mtaji wa biashara yake. Mlipie deni la kodi ya nyumba yake, kwa sababu huyo ni ndugu yako kabisa. Alikuwa anazungumza vile Jackson ambaye sasa moyo wa huruma ulianza kumjia. Mama Jackson anamtazama Jackson na anashindwa kabisa kumwambia lolote. Anamtazama tu shangazi yake. Unaona sasa mtoto alivyo na moyo wa utu. Licha kwamba wewe ulimfukuza pamoja na wadogo zake miaka ile, na wakaja kulala hospitali kwenye benchi tu mpaka asubuhi ambako mimi mamao nilikuwa naumwa. Lakini leo anakusaidia. Wewe ungeweza kweli wifi? Na ndio sasa unatakiwa kujifunza kwamba ubaya haujawahi kabisa kulipa.
Alikuwa anazungumza vile mama Jackson bila kuuma meno. Hakika kabisa Doris alishukuru sana na aliapa kwamba hatakuja kurudia tena makosa ambayo alishawahi kuyafanya mwanzo. Kusema ukweli kabisa, nimekosa kaka, sintorudia tena. Alikuwa anazungumza vile Doris ambaye alipewa kiasi cha pesa ambacho kingetosha kula mwezi mmoja na kulipia deni la kodi ambalo alikuwa anadaiwa, lakini pia alipewa mtaji wa biashara yake yeye pamoja na mumewe. Mwisho Jackson alitoka nje kwa ajili ya kumpeleka nyumbani kwa sababu alikuwa amebeba pesa nyingi kiasi. Pale nje Jackson anakutana na Mona Lisa, alikuwa anazungumza na Teresia. Mambo Teddy. Alikuwa anasalimia vile Jackson kwa sauti ya uchangamfu kama hakuna kitu ambacho kiliwahi kutokea baina yao. Safi tu Jack. Alikuwa anaitikia vile Teddy ambaye katika moyo wake alikuwa anajua mwenyewe ni kitu gani ambacho alikuwa anawaza. Vipi unampeleka shangazi? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa. Ndio, anampeleka shangazi mara moja. Unaweza kwenda na sisi uione Songea ilivyo katika mida ya usiku. Alikuwa anazungumza vile Jackson, na hapo sasa Mona Lisa akaagana na Teddy kwa ahadi ya kwamba wataonana tena kesho, na kisha waliondoka na Jackson kumpeleka shangazi Doris ambaye njiani alikuwa anaimba neno asante na samahani kila wakati. Taarifa za kwamba Doris Kifaru alikuwa amesamehewa na kupewa pesa zilimfikia dada yake Christina, ambaye kusema kweli kabisa alikuwa na bahati mbaya sana, kwa sababu ilikuwa ni siku ya 3 toka Doris amepewa pesa na kaka yake Kifaru, na alipopata habari hiyo saa 4 za asubuhi aliondoka mara moja na kuelekea kwa kaka yake Kifaru bila kusubiria wala kuomba ushauri wowote kutokea kwa mumewe Kishenje. Ilikuwa ni kama Doris tu, na alikaribishwa vizuri kabisa ndani, na mida hii mzee Kifaru pamoja na Jackson walikuwa wametoka. Nyumbani alikuwa amebaki tu mama Jackie, Mona Lisa, Krala pamoja na dada wa kazi. Hata wakina Timothy pamoja na Simoni walikuwa wamekwenda kucheza pamoja na wenzao. Christina ambaye sio mgeni kabisa hapa nyumbani kwa kaka yake alifika sebuleni na kusalimiana na wenyeji wake kama kawaida. Shikamoo Ifi. Alikuwa anasalimia vile Tina kwa salamu ambayo tunaweza kusema kwamba labda hajawahi kabisa kuitoa katika maisha yake yote. Marhaba Wifi, karibu. Alikuwa anaitikia vile mama yake, na huko Tina alikuwa anamshangaa mwanamke mzuri ambaye alikuwa mbele yake. Shikamoo. Alikuwa anasalimia vile huyu mwanamke mzuri na kumfanya shangazi Tina agande kidogo, na huku kichwani alikuwa anapata jibu la kwamba huyu ndiye mke wa Jackson. Akajikuta alikuwa anaanza kumchukia Jackson ghafla tu. Marhaba. Alikuwa anaitikia vile Tina ambaye anapepesa macho kumtafuta kaka yake ama Jackson, ambao inasemekana kwamba ndio wenye moyo wa huruma kuliko Ifi yake huyu. Kaka, nimemkuta. Alikuwa anauliza vile swali mama Jeni. Wametoka pamoja na Jackson. Hapa tumebakia mimi pamoja na mke wa Jack tu. Labda kama una ujumbe uniachie, wakirejea nitawapatia. Alikuwa anazungumza vile mama Jackie. Hata kabla Tina hajajibu, mara akasikia hodi kwenye mlango wa sebuleni. Mama Jackie aliitikia na kwenda kufungua mlango, na ile tu anafungua mlango akamwona mwanaume mtu mzima ambaye huyu alikuwa amevaa nguo ambazo zilikuwa zimechafuka kwa vumbi. Ni kama vile alikuwa ameanguka ama alikuwa amepata ajali siku ile, kwa sababu hata mkononi alikuwa amefungwa bandeji na mgongoni alikuwa na begi ambalo nalo lilikuwa ni chafu kweli kweli. Habari za kazi mamangu. Alikuwa anasalimia vile huyu mwanaume mtu mzima kwa rafudhi ya Kisukuma. Salama tu, habari yako? Alikuwa anaitikia vile mama Jackson, na huku alikuwa anamtazama kwa makini huyu mwanaume. Nilikuwa naomba maji ya kunywa mama yangu. Alikuwa anazungumza vile jamaa huyu ambaye alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa katika maumivu makali. Mama Jackson alisema sawa, akamuita dada wa kazi na kisha kumwambia alete maji ya kunywa. Huko ndani hatujui kabisa kilikuwa kinaongelewa kitu gani,
Lakini huko nje yule mwanaume mtu mzima akatazama kushoto na kulia na kisha akamtazama mama Jaki. Mama samani, unajua kusoma angalau kidogo? Alikuwa anauliza vile swali huyu mwanaume mtu mzima kwa sauti ya chini, na huku alikuwa anamtazama mama Jaki. Ndiyo baba, najua kusoma. Vipi, kuna kitu ambacho nataka nikusomee? Ndiyo mama yangu, kuna kitu ambacho nataka unisomee. Ujua nimetokea Mpepo huko. Alikuwa anazungumza vile jamaa huyu ambaye alikuwa anataja sehemu moja ya mpakani mwa Tanzania na Msumbiji yenye machimbo ya dhahabu, ambaye kama utamuona kusema ukweli kabisa uweze kupinga kama alikuwa ametoka kupata ajali. Sasa tumepata ajali huko Likuyu. Wengine wamekufa kabisa. Na ndio nikaokota akaka kitu akasijajua kabisa ni kanini. Ndio maana nikaomba unisome kwanza. Alikuwa anazungumza vile huyu mwanaume mtu mzima, na huku alikuwa anageuza begi na kutoa chupa ambayo ilikuwa na ukubwa wa nusu lita. Ndani yake kulikuwa na kitu cha ajabu ambacho kilikuwa kinatoa mng'ao wa ajabu. Zibo la chupa lilikuwa limefungwa na plasta, kwa maana kwamba halikutakiwa kabisa kuingiwa hewa ama kuvuja kwa namna yoyote ile. Lakini kubwa zaidi ni kwamba upande mmoja wa ile chupa kulikuwa na karatasi ilikuwa imebandikwa, ilikuwa na maandishi ya shilingi milioni 20, ikiwa ni thamani ya kile ambacho kilikuwa ndani ya chupa ile. We, umeiokota hii? Na mwenyewe yuko wapi sasa? Alikuwa anauliza vile swali mama Jackson, na huku alikuwa anatazama kushoto na kulia. Hakuwa na mtu yote ule. Mimi sijamjua kabisa mwenyewe. Lakini kuna mtu nilimsikia tu alikuwa analalamika kwamba utajiri wake umepotea. Alikuwa anazungumza vile mzee yule ambaye alikuwa na lafudhi ya Kisukuma. Huu ni utajiri mkubwa sana kwako, inabidi uuze sasa mzee. Alikuwa anazungumza vile mama Jackson, na huku alikuwa anamshika mkono yule jamaa na kumwingiza ndani ambako anakutana na akina Mona Lisa ambao hawakuwa na story yoyote ile. Zaidi walikuwa wanawasikiliza tu wao ambao maongezi yao yalikuwa nawafikia. Wifi ni kitu gani tena hicho? Tina alikuwa anauliza vile swali. Hata sidhani kabisa kama kinakuhusu wifi. Huyu bwana hapa ameokota hii chupa na sasa anataka kwenda kuiuza. Alikuwa anazungumza vile mama Jackson, na yule jamaa akadakia pale pale. Na kama kuna sehemu wanauza hivi vitu basi mnielekeze, ama mniachie pesa kidogo mkauze nyinyi wenyewe. Alikuwa anazungumza vile huyu mwanaume mtu mzima. Christina anaishika ile chupa na kisha kuitazama. Anaona kulikuwa na maandishi yameandikwa Tanzania shillings milioni 20. Anastuka sana mara baada ya kuona hivyo. Wifi, hii ni pesa kubwa sana hii. Alikuwa anazungumza vile Christina kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa urafi na kiu ya fedha, na huku alikuwa anamtazama wifi yake mama Jaki, ambaye kusema kweli kabisa hakuonyesha dalili ya kufanya chochote juu ya ile chupa. Ndiyo, na itakuwa ni pesa nyingi sana. Maana yule jamaa alikuwa analalamika kwamba amepoteza utajiri wake mkubwa. Alikuwa anazungumza vile huyu jamaa kwa lafudhi ya Kisukuma vile vile. Unasikia sasa wifi? Basi tumpatie pesa kidogo sisi tukauze wenyewe, au unasemaje? Alikuwa anazungumza vile Tina kwa sauti ya msisitizo. Ndiyo jamani, mimi nahitaji pesa kidogo tu niwapatie mkauze wenyewe. Alikuwa anazungumza vile jamaa yule ambaye ukimwona unaweza kusema kwamba alinusurika kwenye ajali mbaya. Ni kama shingapi vieti? Alikuwa anauliza vile swali Christina, ambaye bado alikuwa ameng'ang'ania ile chupa ambayo ilikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vinang'ara ndani yake. Mimi hapo mnipatia shilingi milioni 5 tu basi. Zitakazobaki mara baada ya kuuza zitakuwa ni za kwenu. Alikuwa anazungumza vile huyo mwanaume. Kumbuka kwamba kwa kipindi hicho milioni 5, msikilizaji, zilikuwa ni pesa ambazo kwa hapa Songea ungeweza kununua nyumba 5 za kisasa, ama hata ungeweza kufungua biashara kubwa sana na kukufanya uonekane ni mmoja kati ya matajiri wakubwa tu hapa Songea. Jamani wifi, unajua kwamba tunakosa pesa hivi hivi? Alikuwa anazungumza vile Tina kwa sauti ya kujilalamisha, na huku alikuwa anamtazama tena mama Jaki.
Lakini sasa wifi, mimi nitatoa wapi pesa yote hiyo? Labda angekuwepo baba Jackie ndio angetoa pesa. Alikuwa anazungumza vile mama Jackson. Basi mnitafutie pesa yote ile jamani, hata milioni 3 tu basi. Alikuwa anazungumza vile huyu bwana ambaye kama utamtazama unaweza kusema kwamba labda alikuwa katika maumivu makali sana. Umesikia sasa wifi? Huwezi kabisa kukosa milioni 3 jamani, tumpatie aondoke, sisi tukapige milioni 20. Alikuwa anazungumza vile Christina ambaye hakujua kabisa kama kile ambacho alikuwa anafanya kinaweza kumtia hatiani. Hebu kwanza nione jamani. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na huku alikuwa anachukua kile kichupa kutokea kwa Tina. Eti shangazi, kama una pesa basi tumpatie ili kusudi tukauze tupate faida kubwa. Bahati nzuri wamebandika bei kubwa sana hapa, hawawezi kabisa kutulalia. Alikuwa anazidi kuzungumza vile Tina ambaye sasa alikuwa anamtazama Mona Lisa. Mona Lisa anatazama ile chupa kwa sekunde kadhaa na kisha anamtazama ule mzee. Unasema kwamba ni shilingi ngapi? Nipeni hata milioni 2 tu jamani. Alikuwa anazungumza vile mzee yule kwa rafuzi ya Kisukuma. Kwa sasa tukikupatia milioni 2 unatuachia kabisa, si ndio? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa. Ndio, naondoka zangu kabisa jamani, wala sintokuwa na habari na nyie. Yule mwanaume alikuwa anazungumza vile kwa sauti yake ile ile. Sawa basi, washa kwanza niangalie ndani kama nitakuwa nayo. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na huku alikuwa anaweka ile chupa mezani na kisha kuelekea chumbani kwake. Huku nyuma Christina anaichukua haraka ile chupa na kisha kuishika mkononi mwake kama mwanzo. Wifi, na mimi hapa nina mgao wangu. Alikuwa anazungumza vile Christina ambaye hakutaka kukosa chochote kwenye mauzo ya ile chupa. Si mpaka sasa aipate hiyo pesa jamani. Alikuwa anazungumza vile mama Jackie ambaye ni kama vile hakuridhika na uwepo wa Tina pale nyumbani. Wana mapesa mengi bwana hawa. Hawawezi kabisa kukosa milioni 2. Alikuwa anazungumza vile Christina ambaye ni kama vile aliona kulikuwa na dalili ya kupunguza shida ambazo alikuwa nazo pamoja na mumewe. Wakati huo yule mzee alikuwa anatazama tu mle ndani kama mkaguzi kwa sababu shingo yake haikutulia kabisa. Mona Lisa anatumia dakika kama 4 ama 5 kule chumbani, anarejea akiwa mikono mitupu. Samahani sana jamani, msione nimechelewa sana, lakini ndani hakuna pesa kabisa. Ngoja kwanza nimpige simu baba Krala, anahitaji namba ya briefcase. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na huku alikuwa anaelekea jikoni ambako hakukaa sana, akarejea pamoja na dada wa kazi ambaye alikuwa amembeba mtoto. Dada wa kazi pamoja na Krala walitoka nje kupitia mlango wa sebuleni na huku Mona Lisa alikuwa anaelekea chumbani ambako alikaa dakika kama 5 na kurejea sebuleni na kumuita mama Jackson. Samahani mama, njoo tusaidiane kuhesabia pesa. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na kisha kurejea tena chumbani na mama Jackson akamfuata kule chumbani. Kwa sasa mimi ndio siwezi kabisa kuwasaidia kuhesabia jamani au? Alikuwa anazungumza vile Tina kwa sauti ya malalamiko, lakini hakuna mtu yoyote ambaye alimjibu. Mama Jackson akaingia chumbani kwa akina mama Krala kwa ajili ya kuhesabia pesa kama ambavyo Mona Lisa alikuwa amezungumza. Hata kama hamjibu mimi siwezi kabisa kuacha. Huo mgawani wa kwetu wote. Alikuwa anazungumza vile Christina kwa sauti ya chini, nusu amfanye jamaa wa watu waangue kicheko. Walitulia tuli tu na huku walikuwa nasubiria pesa iletwe ili kusudi jamaa achukue za kwake na kisha uondoke zao. Kitu ambacho hawakujua ni kwamba huko ndani Mona Lisa alimsanua mama mkwe wake kwamba hawa watu walikuwa ni matapeli. Tapeli kivipi tena mwanangu? Alikuwa anauliza vile swali mama yake kwa sauti ya chini ambayo ilikuwa na mshangao. Huyo ni tapeli kabisa mama. Mle kwenye chupa hakuna kitu chochote cha maana. Ni vikaratasi vya kung'atu. Huo utapeli umeenea sana siku hizi. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti yake ile ile ya kunong'ona. Jamani, sasa kwa vua wameshasikia kwamba tuna pesa, wameamua kuja kutuibia tena.
Alikuwa anazungumza vile mama Jackie kwa sauti ya chini iliyokuwa inalalamika. Hapana kabisa, siwezi kukubali. Atanitambua. Alikuwa anazungumza vile mama Jackie na huku alikuwa anainuka, lakini Mona Lisa akamwahi. Hapana mama, wala upaswi kabisa kuwa na haraka naye. Nimeshazungumza na akina baba Clara, wako njiani wanakuja, kwa sababu hawakuwa mbali sana. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa ambaye anafanikisha kumzuia mama mkwe wake asiende kukinukisha huko sebuleni. Na kumbe basi Mona Lisa mara baada ya kuitazama ile chupa na kugundua kwamba hakukuwa na kitu chochote cha thamani kama yule tapeli alivyokuwa anazungumza, lakini pia yeye akiwa alishawahi kusikia aina hii ya utapeli, akaingia chumbani kama alikuwa anakuja kutafuta pesa. Ndipo sasa alipompigia mume wake simu na kumweleza kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Mara baada ya hapo sasa akaenda jikoni na kufunga mlango wa uani kwa ufunguo, na huko alikuwa anamweleza dada wa kazi watoke nje na Clara na kisha wafunge mlango wa sebuleni kwa nje, na dada wa kazi akafanya kama ambavyo alikuwa ameelekezwa, kwa maana kwamba mle ndani sasa walibakia watu 4 tu na huko milango yote ilikuwa imefungwa. Dakika kama 10 tu baadaye, Christina akiwa pamoja na ule bwana pale sebuleni, mara wakasikia ngurumo ya gari kwa nje. Ungesema kwamba labda gari ilikuwa napita, lakini Tina alikwenda kushungulia na kuona gari ilikuwa nasimama mbele ya hii nyumba ya kaka yake mzee Kifaru. Wewe hivi unafanya kitu gani sasa bwana huko ndani mpaka kaka anakuja? Dili lote atang'ang'ania yeye tu peke yake, sisi tukose pesa. Alikuwa anazungumza Valentina. Hapo yule kijana sasa akastuka. Nani anakuja? Alikuwa anauliza vile swali huyu jamaa kwa mshtuko, na huku alikuwa anakimbilia dirishani haraka na kuchungulia. Anaona kulikuwa na wanaume 4 walikuwa nashuka kwenye gari na walikuwa nakuja usawa hapa nyumbani. Hapana. Yule jamaa alikuwa anazungumza vile na huku alikuwa anatoka dirishani anatazama mlango wa kutokea ulipo. Kaka vipi, kwani kuna kitu gani? Sitaki watu wanione. Wanaweza kunikamata, si unajua tena waliniona katika eneo la ajali. Alikuwa anazungumza vile jamaa yule kwa sauti ambayo ilikuwa na uoga na wasiwasi pia. Lakini wala usiwa na wasiwasi bwana, hawataweza kabisa kukukamata. Anazungumza Valentina ambaye pia hata yeye alikuwa na wasiwasi juu ya kile ambacho kaka yake atamjibu mara baada ya kumweleza shida yake iliyomleta hapa. Sikiliza dadangu, mimi nakuachia hiyo chupa, naomba nionyeshe mlango wa kutokea tu hapa nyumbani basi. Alikuwa anazungumza vile huyu mwanaume ambaye sasa hata ile rafudhi ya Kisukuma ilianza kubadilika na kuwa rafudhi ya kawaida kabisa kama watu wa hapa Songea. Kusikia kwamba Christina alikuwa anaachiwa chupa iliyokuwa na thamani ya pesa milioni 20, Tina akaona wazi kabisa kwamba utajiri ulikuwa mkononi mwake, na wakati wa tayari mlango wa sebuleni ulikuwa nafunguliwa kwa nje. Twende upande wa huko. Alikuwa anazungumza Valentina ambaye ramani ya humu ndani haikuwa nyingine kabisa kwake, na wala hakuathiriwa kabisa na mabadiliko ya ukarabati wa nyumba. Tina anaongoza upande wa jikoni akiwa pamoja na msukuma feki ambaye alikuwa anamfuata nyuma, na sasa alikuwa anatembea kwa haraka bila dalili ya kwamba alikuwa anasikia maumivu yoyote kama hapo mwanzo. Wanafika jikoni na kujaribu kufungua mlango, lakini mlango haufunguki kabisa. Tayari mlango ulikuwa umefungwa na funguo. Huyu wifi shetani kweli huyu. Yaani anataka kunikosesha utajiri wazi kabisa. Sasa anafunga mlango mchana wote huu kwa sababu gani? Alikuwa anazungumza vile Christina na kisha kumwambia yule bwana asubirie. Nisubiri basi mara moja nichukue funguo na kuja sasa hivi. Anazungumza vile Christina na huku alikuwa anarejea sebuleni akiwa amebeba ile chupa vile. Na ile anaibuka kutokea jikoni, anakutana uso kwa uso na kakake mzee Dennis Kifaru ambaye alikuwa ameongozana na Jackson pamoja na watu wengine 2. Lakini pia wifi yake pamoja na Mona Lisa nao walikuwa wanaingia pale sebuleni wakitokea chumbani. Yuko wapi huyo tapeli? Alikuwa anauliza pale swali Jackson ambaye kusema kweli kabisa uchungu wake kwa matapeli ulikuwa ni mkubwa sana kuliko kitu chochote kile. Tapeli gani tena jamani? Nani amekwambia kwamba? Alikuwa anazungumza Valentina ambaye alikuwa anaona dalili za wazi kabisa kwamba alikuwa anaharibiwa dili lake la kupata pesa mara baada ya kuuza ile chupa.
Lakini sasa kabla hata hajamaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze, Jackson akamdakia pale pale. Shangazi, nakuambia ukweli kabisa kwamba kama katika hili na wewe umeshiriki, hakika mtakwenda jela. Sikufichi kabisa. Alikuwa anazungumza pale Jackson akionyesha hasira ya hali ya juu kabisa na kumfanya shangazi Tina ashtuke kidogo kwa kuona kwamba wale watu hawakuwa na utani hata kidogo kwa kile ambacho alikuwa anazungumza. Kwamba kile ambacho alikuwa anazungumza walikuwa na maanisha kweli kweli. Alikuwa hapa sebuleni pamoja na wifi. Ete wifi ule tapeli waliokuwa naye hapa ameelekea wapi? Alikuwa anauliza pale swali mama Jackson. Hapo sasa Tina alikuwa anatamani kupotezea ili kusudi apate utajiri, na huku upande mwingine alikuwa anaona kwamba kama ikibainika alikuwa amemficha jikoni, ataonekana wazi kabisa kwamba alikuwa anahusika. Hebu tazameni kwanza huko jikoni ambako anatokea shangazi. Nina wasiwasi naye. Alikuwa anazungumza pale Jackson, na wale jamaa wawili kweli kabisa walielekea jikoni, na huku alikuwa anampita shangazi Tina ambaye uzalendo walimshinda. Kaka, basi waambie wasimpige baba wa watu. Kwani nyinyi mna uhakika gani kama kweli kabisa atakuwa tapeli? Alikuwa anazungumza pale Tina ambaye bado alikuwa ameshikilia ile chupa ambayo ilikuwa na kitu cha kung'aa ndani yake. Mzee Kifaru anamtazama mdogo wake wa kike Christina kwa macho ya ukali, na ndio wakati ambao aliona ile chupa kwenye mkono wa mdogo wake huyu wa kike, na kisha akamsugalia na kuinyakua. Kwa sasa huu chafu ndio unakufanya umtete huyo tapeli, si ndio? Ama na wewe unahusika katika huu tapeli? Alikuwa anauliza pale swali mzee Kifaru, na huku alikuwa na gandua plasta juu ya chupa na kufungua kile kizibo. Wakati huo tayari kilishaanza kusikika kipigo kutokea jikoni, sambamba na kilio cha mwanaume mtu mzima ambaye alikuwa analia. Jamani, naombeni sana mnisamehe, sintorudia tena. Alikuwa anazungumza pale mzee huyo. Wakati huo mzee Kifaru alikuwa anatoa karatasi la kung'aa lilokuwa na rangi ambalo lilikuwa limeambatanishwa na unga kama wangano. Tina anaachama mdomo kwa mshangao. Na kumbe kweli kabisa ni tapeli. Alikuwa anazungumza pale Christina, na huku alikuwa anamtazama jamaa ambaye alikuwa analetwa pale sebuleni, na huku alikuwa ameshachakazwa uso mzima. Nani kakutuma kuja kufanya utapeli hapa? Alikuwa anauliza pale swali Jackson, na huku alikuwa anampiga teke la makaga yule tapeli. Naomba msinipige jamani, niko tayari kabisa kuzungumza kila kitu, msinipige. Haya, tuambie nani amekutuma kuja kututapeli hapa jibari kwetu? Lilikuwa ni swali la kushangaza ambalo Jackson alikuwa ameling'ang'ania muda wote, kwa sababu kila mtu mle ndani alikuwa anaamini kabisa kwamba yule tapeli alikuwa amejituma mwenyewe, kama ambavyo alikuwa yule wa kwanza kabisa. Sasa inakuwa vipi Jackson alikuwa anang'ang'ania kumuuliza tapeli kwamba ni nani ambaye alikuwa amemtuma? Atatuma na nani tena huyu mshenzi? Tumpeleke polisi tu. Alikuwa anazungumza pale mzee Kifaru, na huku alikuwa na mzabu wa makofi ya usoni yule jamaa. Hapana baba, unisikilize kwanza mimi. Lazima tuko na watu wa nyuma yake. Leo ni lazima tuwataje. Vinginevyo tunaanza kumkata kidole kimoja baada ya kingine, na tukimaliza vidole vyote tunakata kidole chake cha katikati ya miguu yake. Alikuwa anazungumza pale Jackson kwa sauti ambayo ilikuwa na hasira kali. Jamani, kusema kweli kabisa mimi nimetumwa na Salum Kichenje pamoja na Ali Pipi. Alikuwa anazungumza pale jamaa yule ambaye kusema kweli kabisa aliwastua watu wote mle ndani, kasoro Jackson peke yake ambaye yeye hakuonyesha kabisa alikuwa amestuka. We, acha kabisa kumsingizia mume wangu. Alikuwa anazungumza pale Tina kwa sauti ya juu. Ni kweli kabisa kile ambacho anazungumza, kwa sababu hata mara ya kwanza aliwatuma watu waje kuwatapeli zile pesa za kiinua mgongo. Alikuwa anazungumza pale Jackson na kufanya mzee Kifaru pamoja na mke wake kumtazama. Inamaanisha kwamba Jackie, wewe ulikuwa unalijua hilo? Alikuwa anauliza pale swali mzee Kifaru. Ndio baba, nilikuwa najua. Na nilikuja kujua siku chache kabla sijaenda Dar es Salaam. Lakini kwa sababu sikuwa na ushahidi, basi sikuweza kufanya chochote kile.
ni kwamba Kichenje alifanya utapeli na wenzake wakamdhulumu pesa zote. Alikuwa anazungumza vile Jackson na huku Tina alikuwa anabaki mdomo wazi. Jamani, haiwezekani kabisa mume wangu kufanya kama hivyo. Hata kama ni kweli kabisa mtu pendi jamani, lakini sio kwa kumsingizia mume wangu ubaya wa namna kama hii. Alikuwa anaendelea kuzungumza vile Tina, lakini hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa anamjali. Na wenzako umewaacha wapi? Alikuwa anauliza vile swali Jackson, na huku alikuwa anampapasa huyu jamaa ambaye hata sehemu ambazo alikuwa amefunga bandage kumaanisha kwamba alikuwa anaumwa hazikuwa na kidonda chochote kile. Wenzangu wapo kule soko la wakulima wananisubiria. Alikuwa anazungumza vile jamaa huyu kwa sauti ambayo ilikuwa na kila dalili ya kwamba sasa alikuwa anasikia maumivu kweli kweli. Jackson akachukua simu yake. Anaona kwamba simu ya mwisho kabisa kupigwa kwa huyo mtu ilikuwa ni simu kutokea kwa Salum Kichenje. Wakati wale pia kulikuwa na jumbe ambazo hazikuwa zimesomwa. Jackson anafungua zile jumbe, anaona zilikuwa zinatoka kwake bwana Salum Kichenje. Hakikisha kwamba ufanye kabisa makosa. Sisi tupo hapa tunakusubiria. Meseji ya kwanza ilikuwa nasomeka vile, na ya pili pia ilikuwa nasomeka kama ifuatavyo: usichelewe sana sasa wasije wakakustukia. Zilikuwa ni meseji ambazo zote zilikuwa zimetoka kwa mzee Salum Kichenje. Meona sasa huyu jamaa alivyote mshenzi Kwa sasa haya yote Christina ulikuwa unayajua, si ndo manake? Alikuwa anauliza vile swali mzee Kifaru kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa hasira. Hapana kaka, kusema kweli kabisa mimi hakuna chochote ambacho najua. Jackson, muulize yuko wapi na kisha tukamkamate mara moja huyo mshenzi. Na safari hii nasema kabisa kwamba sintokuwa na huruma na mtu yoyote ule. Alikuwa anazungumza vile mzee Kifaru kwa sauti ambayo ilikuwa na hasira, huku na yeye alikuwa anatoa simu yake na kupiga simu kituo cha polisi cha wilaya. Ukweli ni kwamba huyo alikuwa ni Kichenje ambaye miaka kama 3 iliyopita walikuwa wameshirikiana kumtapeli mzee Kifaru zaidi ya shilingi milioni 18. Na Mauridi alitoroka na pesa yote akikimbilia Dar es Salaam ambako aliishi maisha ya starehe na anasa mpaka alipojikuta alikuwa amezimaliza pesa zote na kuamua kurejea tena Songea akiwa hana mbele wala nyuma. Pia waliomba na msamaha na bwana Kichenje, na huku Kichenje alikuwa anamsamea Mauridi kwa makubaliano ya kwamba amsaidia kupata pesa kwa shemeji yake Kifaru, kwa sababu kwa sasa alikuwa ni mtu tajiri. Bahati nzuri Mauridi ambaye siku ile alijifanya kwamba alikuwa ni mzee, leo alikuwa na ujanja mwingine kabisa wa madini ya bandia, ujanja ambao aliupata huko Dar es Salaam ambako alikwenda. Kwa sasa akamtafuta mtu ambaye anaweza kujifanya alikuwa ni Msukuma ambaye hakuhangaika sana kumpata, kwa sababu alikuwa ni rafiki yake wa kuitwa Kiswedi ambaye ni mshirika mkuu katika harakati hizi za utapeli. Leo siku ya tukio, Kichenje ambaye hakutaka kabisa kumshirikisha mke wake katika utapeli wake kuepuka siri kufichuka, nafikiri kwamba unajua tena kwamba damu nzito kuliko maji, alipanga mipango yake yeye pamoja na wenzake, wakamsomea ramani mzee Kifaru ambaye alitoka na kijana wake Jackson. Wao wakamtuma Kiswedi aende kumtapeli mama Jaki ambaye walikuwa naamini kabisa kwamba ndio atakuwa amebakia nyumbani. Sasa wakina Kichenje pamoja na Maulidi walikuwa katika maeneo ya soko kuu la wakulima, mita chache kutoka katika uwanja wa Majimaji Songea, wakiwa tu wamejibanza kwenye gorosari moja wanakunywa pombe, na huku walikuwa nasubiria dili likamilike. Unapita muda kidogo bila kupokea simu wala ujumbe wowote, ndipo sasa Kichenje akatuma ujumbe wa kwanza, lakini haukujibiwa. Akatuma ujumbe wa pili, na anaona haujibiwi pia. Atakuwa nao ndani yao, kufa anashindwa kabisa kutumia simu. Alikuwa anazungumza vile Maulidi. Yule fara anasema kabisa kwamba atajua ajui. Mimi si wa kunichezea hivi. Watu tunatafuta pesa alafu mshamba tu anamiliki pesa nyingi. Alikuwa anazungumza vile Salum Kichenje ambaye alikuwa anaamini kabisa kwamba mpango wake lazima tu utatimia. Mara baada ya huu mpango kutiki, tunamsaulisha kidogo na kisha tutamwingia tena na mpango mwingine. Alikuwa anazungumza vile tu Maulidi, na huku alikuwa anaendelea kunywa bia. Lakini sasa safari hii Maulidi nakwambia ukweli kabisa kwamba ukijaribu kunichezea akili na kuroga kweli kweli niondoke kabisa na makagari yako hayo.
Alikuwa anazungumza Valeri Kichenje kwa sauti ambayo ilikuwa na mfanano wa hasira. Kaka, mimi siwezi kabisa kufanya ujinga kama ambao nilifanya mara ya kwanza. Ule naweza kusema kwamba ulikuwa na utoto tu. Alikuwa anazungumza Valeri Maulidi ambaye sasa anamwona Kichenje alikuwa anaweka sawa simu yake na kufungua ujumbe ambao ndio ulikuwa anaingia muda ule. Kichenje anasoma ujumbe kimya kimya na huku mdomoni mwake alikuwa anaunda tabasamu pana. Yes. Mtu mzima kashaliwa tayari huko. Hebu ona meseji hapa. Alikuwa anazungumza Valeri Kichenje na huku alikuwa anampatia Maulidi simu na Maulidi anasoma ule ujumbe kwa sauti. Tayari nimeshapata milioni 5. Wanitawakuta wapi sasa? Hivyo ndivyo hiyo meseji ilikuwa nasomeka kutokea huko upande wa pili wa simu. Nilikwambia toka mwanzo kabisa kwamba huu mpango ni wa pesa ndogo. Tutajilaumu kabisa kwa nini tumepata pesa ndogo. Unaona sasa? Alikuwa anazungumza Valeri Maulidi kwa majisifu ya hali ya juu kabisa. Sasa sikiliza dogo. Hapa hakuna kungoja kabisa. Toa kitu, weka kitu. Tunawapumzisha miezi 2 tu basi na kisha tunawapiga tena. Alikuwa anazungumza Valeri Kichenje kwa sauti ambayo ilikuwa na furaha. Wakati Kichenje pamoja na Maulidi wanaendelea tu kuzungumza hili na lile, mara wakawaona wateja 4 wa kiume walikuwa naongezeka pale baa na walikuja kukaa karibu na pale ambapo wao walikuwa wamekaa. Na wakaachana kabisa na zile story, wakiwarahofia kwamba wale jamaa watasikia mambo yao. Lakini sasa baada ya dakika chache wakaanza tena kuzungumza kuhusu ile habari. Yule jamaa kusema kweli kabisa anajifanya mbairi sana. Hivyo unaweza kuamini kwamba wamewafukuza ndugu zangu wote walipokwenda kumtembelea? Alikuwa anazidi kulalamika vile tu Kichenje akisahau kabisa kupunguza sauti yake. Hazikupita dakika kama 15 tayari wakina Jackson walikuwa wanaingia pale na huku walikuwa wameongozana na Kiswedi ambaye alikuwa amepondeka usoni utadhani kwamba alikuwa amepitiwa na taili za tingatinga. Mama yangu, matuna kamatwa hapa. Alikuwa anazungumza Valeri Maulidi na huku tayari Kichenje alikuwa ameshasimama kwa ajili ya kuanza kukimbia. Lakini huwezi kabisa kuamini msikilizaji. Kabla hata Kichenje hajapiga hatua 2, alishtukia tu alikuwa anachotwa mtama wa nguvu uliomrusha mpaka juu na kujibwaga chini. Na ile anatua chini tu tayari mguu mmoja kati ya wale wanaume waliojifanya kwamba walikuwa ni wateja ulikuwa juu yake. Dakika moja ya kichapo kwa hawa watu wawili ilitimia, na hiyo sasa ikampatia nafasi Kichenje kuwatazama wakina Mzee Kifaru ambao walikuwa wameambatana na akina Mama Jackie, Mona Lisa pamoja na mke wa Kichenje yani Christina ama Mama Jeni. Mjomba, nadhani unakumbuka vizuri kabisa kwamba nilikwambia utalipia kwa kile ambacho walifanya. Na huku ni ameni, si ndio? Sasa leo ndio ile siku ya kulipia kama ambavyo nilikuwa nasema. Alikuwa anazungumza Valeri Jackson ambaye alihitimisha kwa teke moja zito ambalo lilikwenda kutoa usoni mwa Kichenje ambaye alishindwa kabisa hata kupiga kelele kwa sababu tayari damu zilikuwa zimejaa mdomoni mwake. Mara baada ya sekunde chache za kutema damu sambamba na jino, angalau sasa aliweza kutoa sauti. Mjomba, naomba nisamehe sana mjomba, na nakuapiza haki ya Mungu tena sintoweza kurudia tena mjomba. Alikuwa anazungumza Valeri Kichenje kwa kulia kwa sauti ambayo kama una moyo mwepesi, kusema kweli kabisa msikilizaji ungemwonea huruma. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba hata mke wake Christina hakuweza kabisa kumwonea huruma mumewe. Yaani kweli kabisa baba Jeni, kumbe wewe ndiye uliyemwibia pesa kaka kipindi kile. Alafu unanishawishi mimi nimchukie kaka yangu. Bora hata ukafie gerezani mshenzi kabisa wewe. Alikuwa anazungumza vile Mama Jeni wakati mumewe Bwana Salum Kichenje alikuwa anachukuliwa na kupelekwa kituoni. Miezi 6 mbele, msikilizaji, wakiwa tayari wameshafunga ndoa Mona Lisa pamoja na Jackson. Mona Lisa sasa alikuwa anajifungua mtoto wa kiume, huku Daniel Kabazu pamoja na mama yake pamoja na washirika wake wa ujambazi walikuwa nafungwa miaka 20 gerezani kwa kushiriki matukio mbalimbali ya ujambazi pamoja na utekaji pia. Salum Kichenje pamoja na wenzake nao walishahukumiwa kifungo cha miaka 15 jela
na huku taarifa hii ikiwafikia ndugu na jamaa zake ambao walikuwa naona aibu sana kwa kitendo ambacho alikifanya, na tayari Christina alishapewa taraka na kuolewa tena, na huku kaka yao bwana Dennis Kifaru alikuwa ameshawasamehe tayari. Kampuni yao ilikuwa imeshaanza kazi na ilikuwa inaendelea vizuri kabisa, na sasa walikuwa katika utawala wa rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huku akipanga mwaka ujao watembele nchini Mbogolende kwa ajili ya kushuhudia uapisho wa mfalme mpya. Sasa Jackson, ambaye hakuona kabisa kwamba itakuwa ni sawa yeye kusimamia kampuni za mke wake, aliazima pesa kwa mke wake Mona Lisa, akafungua kiwanda cha kutengeneza furniture na samani nyingine za majumbani. Msikilizaji, na huu ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu inaitwa Ndizi kwa Mlenda, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Nambari zake za simu ni 0717 924 403, na mimi msimuliaji naitwa Felix Mwenda. Utanipata kwa nambari zangu za 0766 47 48 57. Tukutane katika simulizi ijayo.